Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametupatia pumzi ya uhai. Lakini Mungu huyo hakuishia hapo, akatupa nguvu na afya iliyotuwezesha kuweza kukutana hapa siku ya leo muhimu kwenye shughuli adhimu ya Yanga Princess Award Gala. Lakini kipekee ndugu zangu ni washukuru sana kwa kunichagua mimi kuwa hapa kama mgeni rasmi. Kwangu mimi hii ni fursa adhimu, kwani kupitia jukwaa hili nimeweza kukutana na vijana wanawake ambao ni wanamichezo mahiri na makini, ambao wanaipeperusha vyema bendera ya club ya wananchi ya Yanga, lakini pia wanaonesha kwamba ni wanawake jasiri sana ambao mnatuwakilisha wanawake wote nchini kupitia sekta hii ya michezo, kupitia mpira wa miguu. Na mimi naomba niseme, mimi pia ni mwanamichezo. Na hapa nitaka kusema ukiachana na hayo, mimi pia ni mpenzi sana wa timu ya Yanga. Lakini nikisema mimi ni mwanamichezo, mimi nimecheza sana one touch. Nilipokuwa mdogo hivyo ndio viwango vyangu. Viwango vyenu ni vya juu. Kiwango changu mimi kilikuwa kile cha chini. Nimecheza sana one touch mtaani. Na nilikuwa mahiri kweli kweli kwenye one touch. Na nadhani kwenye mtaa wetu kulikuwa kuna tuzo, pengine ningepata tuzo ya goalkeeper bora wa one touch. Lakini sasa karia yangu kwenye mpira miguu iliisha kwa sababu siku nilivyokuwa goalkeeper nilibamizwa kwenye kifua. Yaani unajua ile mtu ana sifa anataka kupiga goli na mimi na sifa ya kuokoa ule mchezo, lakini sasa katika kuokoa ule mpira ukanibamiza kifuani. Niliumia kweli kweli, na huo ndio ukawa ni mwanzo na mwisho wa mimi kushiriki kwenye mipira wa miguu. Lakini nilikuwa mahiri sana enzi zangu hizo. Kwa hiyo na mimi kwa namna yangu ya kipekee ni mwanamichezo mwenzenu. Kwa hiyo nakushukuru sana kwa kunipa heshima hii ya kuweza kuwa mgeni wenu rasmi. Kwetu sisi viongozi, ni faraja kubwa sana kuona vijana wengi wanakuwa kiashiria chema cha mafanikio ya sasa na baadaye, hasa kwa kuweza kutumia vipaji vyao kujitengenezea fursa mbalimbali na kuweza kujiinua kiuchumi, na hivyo kupelekea kupungua ama kutokomea kabisa kwa kundi kubwa la vijana waliokuwa pengine wanajiingiza kwenye vikundi viovu kupitia dhana potofu zilizokuwa zikionekana ni sio sahihi sana kwenye jamii zetu. Ndugu wana michezo wenzangu, hususan wenzangu wa Yanga Princess, sisi sote ni mashahidi kama alivyotangulia kusema makamu mwenyekiti wetu, kwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tangu alipoingia madarakani ndani ya miaka 4 tunaweza kusema kwa fahari kubwa kuwa amekuwa ni champion wa michezo hapa nchini Tanzania, na ameweza kufanya mapinduzi na kuleta maendeleo makubwa katika sekta hii ya michezo. Naomba tumpigie makofi mengi Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Na mmesema wenyewe hapa anakuja mashindano ya CHAN, AFCON. Kuna michezo mingine ya kuchangamsha hiyo Tanzania Samia Suluhu Cup. Lakini kupitia serikali yake hii ya awamu ya 6 ameweza kuinua sekta hii ya michezo, na tumeona pia akitoa motisha ya zawadi pale timu zinaposhinda, almaarufu kama goli la mama. Hii ikiwa na lengo la kuongeza ari na ushiriki mzuri wa wanamichezo katika michuano mbalimbali ndani na nje ya nchi, na hii imetusaidia sana kama taifa kuendelea kupiga hatua nzuri mbele kimichezo. Pamoja na hayo, ndugu zangu, ni ukweli usiopingika kuwa tuzo hizi zinakwenda kuweka historia katika mpira wa wanawake, sio Tanzania tu, Afrika Mashariki na Kati, kwa sababu hakuna klabu au timu iliyowahi kufanya kitu kama hichi kwa wachezaji wake. Hii inasaidia sana wachezaji kutimiza malengo katika soka, na naomba nitumie fursa hii kuwapongeza sana klabu ya Yanga kwa hatua hii.
Yanga imeonesha inathamini mchango wa kila mchezaji. Na nishukuru sana kampuni yetu ya GSM kwa uwekezaji ambao wameufanya. Ni dhahiri tukisema kwamba makampuni mengine yaige mfano huu mzuri ambao umeoneshwa na GSM. Tuwekeze kwenye michezo, tuwekeze kwa mabinti zetu. Bila uwekezaji hatuwezi kutoboa. Hivi karibuni ukiangalia mitandao ya kijamii kwa wenzetu wa Marekani, mchezo ule wa NBA, ile ligi yao ya NBA ni maarufu sana, na sasa hivi wana promote sana WNBA ile ya wanawake. Na unaona makocha wanawake, yani wamekuwa icons. Wanatumia mitandao ya kijamii kujibrand, wanapendeza. Wako yani unafurahi kuona kwamba kumbe hii michezo wanawake wakiwezeshwa wana uwezo wa kuifanya ile michezo ikatazamwa na watu wengi na ikavutia uwekezaji mkubwa na ikawa na tija kwa mabinti zetu. Na hata wachezaji wa kike wa ile ligi unaona sasa hivi wanakuwa masuperstar. Kwa hiyo Yanga mimi sitashangaa nyinyi mkiwa mnatengeneza masuperstar wanaotokana na mpira huu wa miguu kwa upande wa wanawake, nyinyi mkiwa mnaongoza. Na hili mmelionesha tayari mnao wachezaji 7 ambao wanafanya soka nje ya Tanzania. Ndugu yangu Aisha amekuja hapa anafanya soka Uingereza, umemtaja dada yangu Clara, lakini wako wengi ambao sisi tunasema mmefanya exportation ya talent ya Tanzania kwenda huko nje. Na hicho ndicho tunachokihitaji. Lakini haya yote yasingewezekana isingekuwa na uongozi mahiri na thabiti chini ya rais wenu Yanga, lakini chini ya uwekezaji mkubwa unaofanywa na GSM. Naomba tuwapigie makofi mengi kwa sababu sio kitu kirahisi kuwekeza sehemu ambayo return yake inaweza isitokee in a few months. Watu wengi wanapenda kuwekeza kwenye maeneo ambayo ni low hanging fruits, yani return hiyo haraka haraka. Lakini GSM wamewekeza kwenye sehemu ambayo ni lazima ufanye investment ambao uwekezaji wake pengine hutouona hivi karibuni. Lakini amini, yoyote yule anayetangulia ndio anafaidi matunda ya kile ambacho anakifanya. GSM na Yanga mmeonesha jinsi gani mko tayari kuwekeza, na mimi sina shaka kwa njia hii ambayo mmeichonga itawaletea manufaa makubwa sana huko mbeleni. Lakini sisi kama viongozi wa vijana tunaona faraja kubwa sana kwamba hamkuwatazama tu vijana wa kiume, lakini mmewatazama zaidi vijana wa kike na kuwapa hii fursa ya kuweza kuendeleza vipaji vyao. Ndugu zangu, pamoja na mambo mengine ya kimichezo ambayo tumeyafuata leo, ni wajibu wangu kama kiongozi wenu kuwakumbusha kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Na mimi niwashukuru sana, kupitia michezo mnatusaidia vijana kuwa active. Na vijana wakiwa active wanaachana na mambo mengine ambayo pengine yanaweza kuwa ni hatarishi juu ya maisha yao. Lakini kwa sababu nyinyi mnafuatiliwa na watu wengi, hili halina shaka. Ukiangalia YouTube views za YouTube za Yanga kila mwezi zinafanya vizuri kweli kweli. Kama sio nafasi ya 3 ya 4, yani mnafanya vizuri, kuna watu wengi wanawatazama. Ninaomba mtumie jukwaa lenu kuwakumbusha Tanzania kwamba tunao uchaguzi mkuu ambao utafanyika Oktoba kwa tarehe ambayo Tume Huru ya Uchaguzi itatangaza. Lakini kwa sababu zoezi hile lina maandalizi ya awali, kuna kuboresha taarifa zetu kwenye daftari la mpiga kura. Kwa wale ambao ni wa Tanzania, wale ambao wako Dar es Salaam, mwisho ni kesho tarehe 22, tuchukue fursa hii kuboresha taarifa zetu. Na kwa wale ambao watakuwa wanaenda kupiga kura kwa mara ya kwanza, basi muhakikishe mnajiandikisha, unapata kichinjio chako. Ikifika Oktoba kwa tarehe itakayotangazwa, uende kupigia kura, uende kutimiza haki yako ya kikatiba, ukampigie kura kiongozi ambaye unaona atakuletea wewe maendeleo. So nikasema niliseme hili kwa sababu haitakuwa na faida mimi kutumia hadhara hii kusema huu ujumbe mahususi kutokana na muktadha ambao tunao. Ndugu zangu, ninapohitimisha hotuba yangu, napenda kuendelea kuwasisitiza wananchi wenzangu, hususan kundi hili la vijana, kutumia taaluma na vipaji vyetu vizuri ili vitusaidie kuweza kutimiza ndoto na malengo tuliyojiwekea. Lakini pamoja na hayo, ni wasihi sana kuwa na nidhamu na weledi pale tunapokuwa tunatekeleza majukumu yetu, ili jamii iendelee kujivunia matunda na kazi za mikono yetu. Nilifurahi sana kumwona ndugu yangu Max, namuona mlivyomtaja, na yeye ni mtu ni mwenye nidhamu, ni mchezaji mwenye nidhamu, na mimi nikiri kweli. Lakini nadhani nidhamu yake inatokana pia kwa sababu anampenda sana Mungu, kwa hiyo Mungu anamsaidia.
Kwa hiyo kwa sisi vijana pia tumtangulize Mwenyezi Mungu. Mungu atuongoze kwenye mambo yetu, tuwe na nidhamu kwenye vile tunavyovifanya, tuheshimu vipaji vyetu. Tukiheshimu vipaji vyetu, hicho kipaji kitakuheshimisha wewe. Ukiheshimu kipaji chako kitakuheshimisha wewe. Na leo hii watu wengi wametoka duniani kupitia vipaji vyao. Sisi kama viongozi tutaendelea kusisitiza serikali yetu na chama chetu kuendelea kuweka sera njema zitazowezesha hivi vipaji kutambulika na kupewa heshima inayostahili. Baada ya kusema hayo, mimi naendelea kuwashukuru sana uongozi mzima wa Yanga kwa kuona kuwa mimi nafaa kuwa hapa kwa niaba ya vijana wengi hapa nchini Tanzania na kuzindua, kwa sababu pia ni uzinduzi. Kwa sababu ni mara ya kwanza tunafanya hizo tuzo. Kwa hiyo na mimi nimefurahi, nimekuwa ni sehemu ya historia hii njema. Niwatakie kila laheri, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa kunisikiliza.